Mwanamichezo, hapa ni ndani ya viwanja vya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika heka za Ava TV. Mimi Latifa Anafi pamoja na Wilvin Trent tumekutana hapa na teka la muda wote kutokea nchini Tanzania, anaitwa George Mpole. Kumekuwa kuna kimya hapa, hatumuoni kule alipokuwa, tutapata majibu yote. Nini ambacho kinaendelea nyuma ya pazia? George Mpole. Habari? Salama, kwema. Uko sawa sawa? Mimi niko vizuri. Kama unavyoona. Unatutisha na huu kimya ndugu yangu, maana huko hatukuoni, huko wapi? Ni kweli naweza kukubali kwamba sijaonekana kwa muda fulani. Ni kweli mashabiki zangu, ndugu na jamaa hawajaniona, especially kwenye ligi tu. Sijaonekana, lakini wanaofahamu sehemu ninazoishi na maisha yangu jinsi ninavyoendesha, nadhani tuko tunaonana. Kikubwa kwa sababu kinachokutanisha hapa ni swala la kutoonekana kwenye ligi. Kutoonekana kwenye ligi, nadhani sijaonekana kwa mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni kwa sababu ya manufaa yangu binafsi. Jambo la pili ni kwa sababu ya namna gani naweza kupata fursa sehemu nyingine. Kwa hiyo sikuonekana kwa sababu sikuwepo Tanzania, sikuonekana kwa sababu kuna sehemu nilikuwa nje ya Tanzania kwa ajili ya shughuli zetu za mpira, kwa ajili ya kuangalia kama naweza nikapata fursa sehemu nyingine ili kuona jinsi gani tuendelee kukisogeza mbele tulichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Kipaji ambacho tumepewa, tujaribu kuangalia katika viunga vya nje ya Tanzania. Je, unaweza kupata nafasi zaidi au tunaweza kuachieve zaidi? Muona yani hivyo. Muona. Kwa ndio kicho tufanya sisi tusionekane kwa kipindi hiki. Ni hilo. Lakini bado ni mchezaji wa Pamba au mlishamalizana kabisa? Mimi ni free agent. Ni mchezaji ambaye niko free muda mrefu, kwa sababu nisingeweza kwenda kujaribu kutafuta nafasi sehemu nyingine ukiwa na mkataba na mtu. So ni free player, kwa hiyo mpaka saa hizi hapo unaponiona ni mchezaji ambaye niko free. Na sasa kwa kipindi hiki tuko tunaona pia kwenye dirisha dogo kwamba unazikaribisha klabu nyingine zije kuzungumza na wewe, au ndio bado unaendelea na hayo ambayo ulikuwa unasema unaendelea nayo huko nyuma ya pazia? Kikubwa kwa sababu mimi ni free player, kuna baadhi ya timu ambazo tunajaribu kuwasiliana nazo pia, na pia tunakaribisha mazungumzo na timu yote. Kuna jambo lilikuwa limetokea, sio kila jambo unaweza kuliweka mbele za watu. Kuna baadhi ya vitu vilikuwa vimetokea na baadhi ya management yangu nilikuwa nafanya nao kazi. Kwa hiyo nadhani kwa saa hizi mimi mwenyewe ndio nitasimama mimi kama mimi. Kwa hiyo kama kuna timu yoyote inakuwa interested kufanya kazi na mimi, ina maana lazima i-communicate na mimi ili tufanye nayo negotiation yoyote ya namna gani ya kufanya kazi. Kwa sababu ni free agent, niko wazi kwamba naweza kufanya mazungumzo na klabu yoyote nje ya Tanzania, ndani ya Tanzania, kuangalia ni sehemu gani tunaweza kufikia, kwa sababu sisi ni wachezaji, lazima ucheze ili maisha mengine yaendelee. Na kuna watu niliwahi kuona wasiku wanazungumza, wanasema kwamba kimya wa Mpole kutoonekana ni kwa sababu alivuna pesa nyingi sana pale kwa uwanja mrefu sana. Pia na respect mawazo ya watu, kwa sababu unajua Watanzania sisi ni wazuri sana kwenye kufikiria jambo, kulingamua jambo, hata kama ana uhakika nalo, lakini kuongea ni mawazo. Unajua mtu akiwa anakufikiria kwa uzuri, pia anakuombea dua njema. Mimi naweza kusema ukimya wangu haukuwa kwa sababu ya pesa au kwa sababu ya maisha fulani au kwa sababu ya maisha mazuri, hapana. Ukimya wangu ulikuwa kwa sababu nilienda kuangalia nafasi sehemu nyingine, nione kama tunaweza kuendelea kuachieve zaidi mbali na mpira, mbali na hapa Tanzania, nje ya Tanzania. Ni mpira, ilikuwa inahusisha mpira. Inahusisha mambo ya mpira. Kwa hiyo nilijaribu kuangalia tu nje ya Tanzania. Kwa hiyo hilo halihusiani na ukimya wangu kwamba kuna maisha fulani au kuna pesa fulani, hapana, hilo halihusiani kabisa. Lakini si ni kweli mkwanja mrefu sana uliupiga pale St. Louis Lupopo? Hilo ni jambo ambalo ukiwa mchezaji mkubwa sio vitu vigeni. Kwa hiyo big player anasaini contract kubwa.
Kwa hiyo ili uwe mchezaji mkubwa, contract kubwa lazima ukutane nazo. Kwa hiyo mimi siwezi kuwa blame watu wanaosema hivyo. Kuna mwingine anaweza akawa timu kubwa asikutane na contract kubwa. Kwa hiyo mimi naweza kusema kuna wachezaji wengine wako Lupopo kiwauliza pia wakopata hiyo pesa. Na mimi mwenyewe nilivyokuwa pale sio kwamba eti nilipata hizo pesa, lakini nilikuwa kwenye timu kubwa. So ni vitu ambavyo watu wanasema, lakini hamna mtu mwenye uhakika navyo. Hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kawa shuhuda wa kwamba ulipata pesa nyingi au hukupata. Mimi nasema nilikuwa pale, kwa hiyo muda ambao nilihudumu pale hiyo miaka 2 nilifanya kilicho nistahili nifanye, nikaondoka kwa sababu nilimalizana nao, unaendelea na maisha. Yeah. Na ni vipaumbele vipi ambavyo na vipa kwenye hawa watu ambao watakuja kuzungumza na wewe sasa ili ukatoa huduma kwenye hizo club zao? Vipaumbele kwa sababu unajua ukiwazungumzia vilabu vya nje ya Tanzania kuna condition zake na kuna vitu ambavyo unavihitaji na kuna vitu ambavyo klabu inavihitaji. Kwa hiyo lazima mnegotiate wote pande zote mbili. Bana hili mimi kwangu alifai, hili linafaa, hili alifai. Kwa Tanzania always usajili za Tanzania zinaeleweka. Lazima mtakaa tu mtaongea. Bana ikoje, timu itakwambia sisi tuko hivi, tuna hivi na hivi hivyo. Lakini kwangu mimi nadhani mengi walikuwa wanafanya management yangu. Walikuwa kuna baadhi ya vitu haviendi sawa kwa sababu zao binafsi. Kwa sababu ya vitu vyao binafsi, sio kwa sababu yangu mimi. Kwa sababu wao si ndo wanakuongoza. Wao ndo wanaongoza. So kuna kitu unaweza kukuta walishindana, maybe mimi ningeweza. Umeona? Kwa hiyo ndio maana nikasema mtu yoyote atakayekuja, akija direct kwangu, mimi na yeye tukidiscuss tukashindwana, basi hiyo haiwezi kuwa deal. Yeah. Sawa, miongoni mwa vitu ambavyo vina kuweka kwenye midomo ya watu ni pale ambapo uliweza kumbeat Fiston Kala Mayele na ukachukua kiatu cha mfungaji bora kwenye ligi kuu ya NBC. Miongoni mwa vitu ambavyo Mpole vinazungumzwa ama vimekuwa ni kilio kikubwa hivi sasa ni ubutu wa washambuliaji hasa kwenye hizi timu zetu hapa Dar es Salaam, kwa maana Simba, Yanga. Ukienda Yanga wanalia na washambuliaji wao, ukienda Simba wanalia na washambuliaji wao, kina Soa, kina Mukwala. Pengine wewe unaona kitu gani ambacho kinakosekana hapo mpaka hiyo safu zinakuwa butu, ambacho sasa kwenye jicho lako wewe mshambuliaji ambaye unacheza kwenye hizo nafasi? Mimi kikubwa nishai kuongea, nakumbuka baada ya kuwa top scorer. Nadhani kabla au baada, nadhani kama kuna watu watakuwa nakumbuka, nadhani wanaweza wakareclear hili. Sio ubutu wa washambuliaji Tanzania, hapana. Ni watu wanaokuja kucheza Tanzania wanakuwa quality yao sio enough. Haitoshi. Yaani sisi wazawa tunatakiwa anapokuja foreigner player awe ana kitu extra kumzidi George Mpole. Lakini mimi nakwambia kuna foreigner player wanakuja Tanzania nao wanakuja kustruggle, kwamba wanakuja kutafuta. Sio wana quality fulani kumzidi George Mpole, kumzidi mchezaji fulani, kumzidi mchezaji fulani. Utakuta katika foreigners player 5 waliokuja Tanzania, unakuta mmoja ana quality ambayo local player wanaweza kaiangalia kwake. Lakini hao wote 4 wanakuja kushindanishwa na local players. Sasa hiyo inakuwa ni kitu ambacho lazima ionekane butu, lakini mimi siamini katika hilo. Mbona wapo wachezaji wazawa, si ndio? Local players, si ndio? Ambao ni ataka wanafanya vizuri, lakini ni vile tu kwamba hawezi kuwa na consistency nzuri na muendelezo mzuri, hawapewi vipaumbele kama wanavyopewa foreigner player. Kwa hiyo atadondoka tu, kwa sababu akifunga goli 7 goli 8 anaona bado yeye anaonekana ni kawaida, atadondoka tu, atashuka tu ile performance. Kuna mchezaji mwingine ni mpaka amotivetiwe ndio anaperform vizuri au ndio atakuwa na consistency. Sasa mkiwa nyie mnamuonesha kwamba bado mnamuona ni wa kawaida, hata kama na goli 7 8 atashuka tu. Sasa mchezaji kaja foreigner, si ndio? Pamoja na motivation anayopewa, jinsi anavyozungumzwa, si ndio? Mambo yote anayofanyiwa afungi, lakini bado afungi. Sasa angekuwa ni local player, ni mchezaji Mtanzania, angeongelewa mengi mabaya.
Sasa kile mimi kitu ambacho mimi naweza kusema sio ubutu, ila ni watu wanaokuja kucheza kwenye ligi yetu ya Tanzania. Quality yao mimi naona sijui kwa mimi, kwa sababu mimi ni mchezaji. Mimi watu wengi nimekutana nao, nimecheza nao. Naonaga quality nyingi zinazokuja wanakuja kuanzia Tanzania, kwamba ngoja nijitafutie Tanzania na mimi nitafute kutoka. Hawaji kwamba na quality kubwa waje waoneshe wa Tanzania kwamba mimi niko hivi. Unakuta katika sign 5 mmoja ndo quality yake kubwa ambayo sisi tunatakiwa tumuangalie yeye. Lakini wengine hao unaona hata Mijoji nisipo, yani pamoja na kwamba sijakuwa kwenye mwezi mmoja sijacheza ligi, lakini siwezi kuwa kwenye performance ile. Mimi naamini kabisa kama ile ambayo anacheza kina Soa, kina Dube ni sehemu ya hivyo, lakini kwa sababu ni foreigner players lazima wataongelewa kwa vizuri, lakini angekuwa ni local player lazima watu wangezungumza vingine, kwa sababu ushamzoea, ni mchezaji wa nyumbani, ushazoea. Mwaka jana alikuwa Ndanda, mwaka huu ametoka sijui timu gani mwaka. Kwa hiyo kwa sababu ushamzoea kwenye macho yako anakuwa ni wa kawaida. Kwa hiyo sio ubutu, mimi nafikiri ni mitazamo ya watu wanashindwa kusema ni uwezo, shida uwezo. Uwezo wa hizo scouting, washambuliaji wao hawana. Scouting zao zinakuwa sidhani kama ziko sahihi sana. Kwa sababu kama scouting iko sahihi, hauwezi ukamchukua mchezaji ukaja kubahatisha. Kwa nini vilabu vya Misri huko Al-Ahly sijui timu gani zile kubwa, kwa nini saini zao wakisaini haziferi? Kwa sababu wanajua quality tunayoichukua ina deserve. Kwa nini wewe usaini mchezaji alafu kesho uanze kumtetea tena kwa watu kwamba perform? Hiyo ni kitu ambacho nadhani ni Tanzania tu ndo kipo. Na huko kutopewa thamani hawa wazawa ndiko ambako kuna kufanya George Mpole utamani zaidi kwenda huko nje kuliko kusalia hapa kwenye ligi ya Bongo. Nafikiri mimi hiyo ndo chachu waga yani kinaniongeza nguvu sana, kwa sababu naamini kama huyu anaweza kucheza season nzima na ni foreigner akawa asizidi magoli 10 na amekuja sisi amelipiwa 86 ndio kalipiwa hiyo kucheza, kalipwa kila kitu, hawezi kufikisha magoli 10. Mimi nacheza timu ya kawaida ambayo wachezaji wanalipwa bado salary ndogo, lakini ninavuka goli 10. Ina maana mimi niko katika sehemu ambayo mimi mwenyewe naweza nikarusha hatua nikafika sehemu. Kama hawa wameweza kutoka kule wakaja huku, mimi mwenyewe naweza kutoka huku nikaenda huko. So mimi waga na believe katika kitu hicho hapo. Huu mtazamo wako angekuwa ni mtazamo ambao wachezaji wengi wanao, nadhani tungekuwa tuna wachezaji wengi sana imara kwenye ligi yetu. Nikupongeze. Nashukuru. Nafikiri ingekuwa hivyo, tungekuwa na wachezaji wengi, kwa sababu ingekuwa kila mtu ana matamanio ya kucheza nje ya Tanzania. Kwa sababu saa hizi ukiniambia Mpole raundi ya pili Mtibwa Sugar au Dodoma Jiji, kutakuwa na mabadiliko gani? Ni ile ile. Msimu unaokuja kuna wachezaji utawakuta watakuwepo wale. Lakini wangekuwa msimu waliocheza at least katika wachezaji wazawa 3 wa Mtibwa wamepata nafasi za kucheza vilabu vya nje. Wachezaji wa Dodoma hata 3 wamepata nafasi ya kucheza vilabu vya nje. Hata 3 wawili. Nje haijalishi ni wapi. Yaani nje hata kama ukivuka tu mpaka wa Tanzania ni nje ya nchi. Changamoto za kule sio sawa na na hata wewe pia ukifika kule kuna namna unatreatiwa kama ambavyo wao wakija hapa wanatreatiwa. Vile the same. Vile ambavyo wanawatreat wao, na hata wewe ukitoka hapo ukienda nchi nyingine utatreatiwa hivyo. Inatofautiana tu vitu vidogo sana. Kwamba sisi naweza kusema sisi Tanzania ni wazuri sana. Si mashabiki wanapenda sana mpira vizuri. Watu wanapenda sana mpira, wadau wa michezo wanapenda sana, wanawapokea vizuri sana, wakiamini watakuja kufanya vitu vikubwa sana, lakini result yake inakuja kwa long. Kwa hiyo naweza kusema ni kitu ambacho nchi zote zinapokea wachezaji the same. Vinatofautiana vitu vidogo sana. Sawa, tupo